ndugu yangu anko wangu Almasi ameshazipokea. Lakini la pili, sisi kama wabunge wa mkoa wa Tabora na ambao tumekaa naye bungeni, katika wabunge wa zamani tuliobaki tuko mimi na mama Sita. Tumekaa na dada Munde kwa muda mrefu bungeni. Wengi mnafahamu alivyokuwa ni mtu anayepigania mkoa huu wa Tabora. Na Mheshimiwa Makamu, wakati mimi nikiwa waziri wa kilimo, kilio chake kikubwa ilikuwa ni kwa nini Tabora haina kiwanda cha kuchakata tumbaku, wakati tumbaku yote zaidi ya 70% inatoka Tabora. Amelisema sana hilo. Kila wakati nikipeleka budget ilikuwa ni kauli yake. Napenda kusema Mwenyezi Mungu amemchukua wakati ndoto yake ikiwa inakamilika, kiwanda kinajengwa na sasa kiko hatua ya mwisho hapa Tabora Manispaa. Kwa hiyo sisi kama wabunge wa Tabora tutaendelea kumkumbuka kwa juhudi zake za kujadili masuala ya mkoa wa Tabora na kutuunganisha yeye na mama Sita ambaye amekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu kwa ajili ya maslahi ya mkoa huu. Munde amekuwa ni mtu ambaye ni champion wa maslahi ya mkoa wa Tabora, hoja za mkoa wa Tabora kwa muda mrefu sana za wananchi wa mkoa wa Tabora. Na ndio maana Mheshimiwa Makamu, mwaka huu 2025 wakati wa uchaguzi, maneno yalikuwa yanasema Munde anagombea Sikonge, anagombea Tabora mjini, anagombea Uliankuru. Ni kwa sababu maisha yake aliyoyaishi na watu wa mkoa wa Tabora, na kila sehemu kulikuwa kunaonekana na hali ambako anaweza kwenda. Kwa sisi kama wabunge tunatoa pole kwa familia na tutaendelea kufanya wajibu wetu kwa mkoa wetu wa Tabora kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote, na tutaendelea kuisumbua sana serikali kwa maslahi ya mkoa wa Tabora. La pili, kwa niaba ya familia, naongea kwa niaba ya familia. Familia wamenichagua, na watu wanaweza wakajiuliza kwa nini wamenichagua, na mimi nataka niseme kidogo. Miaka 21 iliyopita, nikiwa sijulikani, sifahamiki, ndani ya mkoa huu wa Tabora nilipokelewa na wazee wawili nikiwa natoka chuo kikuu, wakati nagombea ubunge kwa mara ya kwanza na kaka yangu Seleli. Mmoja ni mama Mosi Tambwe na mwingine ni mzee Mkumba. Wazee hao wawili walinilea mimi, tukajenga udugu na Munde na Saidi. Udugu ule umeendelea kuwepo mpaka leo. Siku zote wakati mzee Mkumba yuko hai tulikuwa tunaenda Timkeni, na siku zote katika maisha yetu tulibaki kama familia. Na ndio maana katika siasa za Munde zote, iwe ni wakati wa kheri, ni wakati wa shari, mimi nilisimama na Munde kama kaka yake. Kwa sisi kama familia tumepata msiba, na tunafahamu kwamba huu ni wajibu katika dini ya Kiislamu. Tumefiwa kwa sababu ndicho alichokiahidi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kwamba kila nafsi itaonja mauti, na inapofika wakati wa ajali na wakati utakapofika, Mwenyezi Mungu hawezi kuahirisha hata sekunde moja.